Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, naomba niwasalimie. Hamjambo? Natumai umzima, ubuheri wa afya, na penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa katika taifa la Tanzania. Taifa la Tanzania ambalo liko chini ya uongozi wa rais wa sasa Samia Suluhu Hassan wameweza kupembeleza taifa lile la China kuwakabidhi ama kuwapa mikopo na misaada ili kuendelea na shughuli zingine za maendeleo katika taifa la Tanzania. Kulingana na chapisho hili linasema ya kwamba Tanzania yaomba msaada China kukamilisha miundombinu Africa 2027. Yani taifa la Tanzania sasa hivi limeweza kupembeleza usaidizi kutoka taifa lile la China ili kuhakikisha na kufanikisha shughuli za miundo mbinu katika taifa la Tanzania, haswa katika ujenzi wa uwanja wa mpira kabla ya AFCON ya mwaka 2027 kufika. Nani alikuwa anazungumza haya? Sio mwingine ila tu ni naibu waziri wa mambo ya kimataifa alipokuwa katika afisi za upalozi za China nchini Tanzania, ambaye anaitwa Daktari Chris Sailo. Aliweza kuomba taifa lile la China kuwakabidhi misaada ili kuhakikisha ya kwamba wamefanikisha shughuli za miundo mbinu katika ujenzi wa uwanja wa kuchezea mpira kabla ya 2027 AFCON. Nataka sasa tuzame kwa undani kwa nini sasa taifa la Tanzania linapembeleza misaada kutoka taifa lile la China. Ikiwa unatazama na kuomba tu kunyenyekevu na heshima kubwa utukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Ikiwa hauja subscribe na kuomba tu kaweze kusubscribe. Without wasting your time, back to our analysis. Kuomba kwa Tanzania misaada katika taifa la China kuna maanisha nini? Point number 1, ukosefu wa hela. Baada ya taifa la Marekani kukatisha kutuma misaada katika taifa la Tanzania, kuna madai kwamba Tanzania ni taifa ambalo sasa liko katika hali hatari, haswa kwa masuala ya kiuchumi. Baada ya taifa lingine ambalo liliweza kukatisha mfereji wa kutuma misaada katika taifa la Tanzania ni Canada, na taifa lingine ni Uswidi, na hata bunge la Ulaya liliweza kutuma habari kwamba hakuna vile wanaweza kufadhili udhalimu katika taifa la Tanzania. Sasa Tanzania ipo katika njia panda za kukosa mikopo, jambo ambalo limeweza kuhakikisha ya kwamba wamefika mahali pa kuitisha, pa kuomba misaada kutoka taifa lile la China, kwa sababu inaaminika ya kwamba pasipokuwa na mikopo, pasipokuwa na misaada, kuendesha shughuli za kunogesha uchumi ni jambo ambalo litakuwa na changamoto katika taifa la Tanzania. Sasa naibu waziri huyu ambaye anaitwa Chris Daktari ameomba taifa lile la China kuhakikisha ya kwamba wameweza kutoa misaada katika taifa lile la Tanzania ili kufanikisha ujenzi wa uwanja wa mpira kabla ya michezo kuanza ya AFCON mwaka wa 2027. Na haya yote yanakuja baada ya Tanzania kuwa katika mtafaruku mkali, haswa katika masuala ya kisiasa. Vile mnajua Oktoba
29 mwaka jana kulikuwa na uchaguzi nchini Tanzania ambao uliweza kusababisha maandamano, kisha baadaye maafa yakaweza kushuhudiwa, huku mataifa mengine yakisema ya kwamba taifa la Tanzania liliweza kukiuka haki za binadamu baada ya wengi kuangamia na nguvu nyingi zaidi kutumika kupitia vyombo vya dola, vikaweza hayo yote yakaweza kulazimisha mataifa mengine kukatisha kutuma misaada katika taifa la Tanzania. Ndio maana sasa hivi Tanzania inapitia changamoto za ukosefu wa hela. Ndio maana sasa wameona ikiwa Marekani ambayo imekuwa ikitoa usaidizi wa misaada imejiondoa, sasa itabidi tutorokee taifa la China na kuwaomba waweze kutusaidia. Lakini penya imefika, kwa kusema ukweli halisi wa mambo, niliona Museveni wakati aliweza kutembelea taifa la Tanzania wakishikana mikono na rais wa sasa ambaye ni Samia Suluhu Hassan, wakisema ya kwamba tumefika wakati kama Afrika kujisimamia, tusije tukategemea wazungu ama mataifa mengine. Lakini sioni kama hili litatimia, kwa sababu mataifa haya ya kigeni yamekuwa yakitoa msaada mkubwa hasa kwa Afrika, na Waafrika walikuwa wamekwisha zoeshwa kutumiwa usaidizi ama misaada. Ikumbukwe ya kwamba taifa lile la Marekani limekuwa likitoa msaada mkubwa hasa katika mataifa ya Afrika, hata kutoa usaidizi hasa katika sekta ya afya. Kama sasa hivi Tanzania nimeona baada ya kunyimwa misaada kutoka taifa lile la Marekani, haswa misaada ya sekta ya afya, wameanzisha jukumu la kutengeneza dawa za kudhibiti ugonjwa wa ukimwi ama ARVs. Na Tanzania inasema ya kwamba sasa itaanza kujitengenezea. Kwa hivyo imefika wakati Afrika inajaribu kila wawezalo kuhakikisha ya kwamba wameweza kufungua njia za kuhakikisha ya kwamba wanaanza kujitegemea pole pole, lakini walikwisha zoeshwa kwamba misaada ndio inatoa usaidizi. Sioni kama hili linaenda kutimia, lakini China subiri tuone ikiwa wanaenda kujibu kivipi, lakini huenda watatoa msaada kwa Tanzania, kwa sababu nao wanaanza kuhakikisha kwamba mataifa yale ambayo yametengwa na Marekani wameingilia kati ili kunogesha uchumi na masuala mengine ya kibiashara kati ya mataifa hayo na taifa lile la China. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza matukio yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. But ikiwa unatazama lakini hauja subscribe, wewe mgeni na ukaribisha wengine viatu, lakini subscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilisha kwa kuandika kwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana tunapoweka kanda utakuwa unapokea notification hii kufahamisha kwamba Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Sambaza hii kanda kwa 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen, be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.